katibu mkuu duniani wa shirika la damu takatifu ya Yesu na naibu katibu wa teki, Mheshimiwa Baba Paroko, mapadre wenzangu na waumini wenzangu wote, tumsifu Yesu Kristo. Tunakusanyika asubuhi hii mahali hapa kwa mambo haya matatu. Miaka 18 ya parokia, miaka 10 ya kutabaruku kanisa hili, na siku ya mtakatifu somo wa parokia hii na mwanzilishi wa damu takatifu ya Yesu, Mtakatifu Gaspari. Hayo mambo matatu yanatukusanya kama waumini na kuwa pamoja, kusali, kumshukuru Mungu, kumtukuza huyu ambaye sisi tunaamini kuwa ndiye Baba, ndiye muumbaji wetu. Na tunapoadhimisha mambo haya matatu, nami pia naomba nishirikishe katika homilia hii mambo matatu. Jambo la kwanza, hakika tunapokumbuka miaka 18 na miaka 10 ya kutabaruku kanisa, ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ni shukrani kwa mambo mengi ambayo yeye mwenyewe ametutendea sisi kama waja wake, kama watoto wake, kama viumbe wake katika parokia hii. Ni miaka 18 ya parokia. Mimi nakumbuka nilikuja hapa, nafikiri ilikuwa ni mara ya kwanza mwaka 2000. Nilikuja na Padre Joachim de la Nalua, naye alikuwa amepadrishwa tu. Mimi nilikuwa mseminari na tulisali kwenye kijikanisa kile kule, lakini tulikuwa natokea Mtongani. Kuja hapa ilikuwa ni shughuli, na nakumbuka ilikuwa ni masika, pita yake barabara ilikuwa ionekani. Basi tunaenda, nikamuuliza Father, tunaenda wapi? Anasema tunaenda Kigangoni. Nikamwambia lakini nasikia ni Dar es Salaam. Akasema ndio Dar es Salaam. Ilikuwa shughuli kweli. Lakini leo ndugu zangu, tunafika hapa raha mstarehe. Na katika miaka hiyo yote, kumbukeni kidogo, wangapi wamebatizwa katika kanisa hili? Wangapi wamefunga ndoa? Na tunashuhudia na tunaonja na tunagusa alama ya kimungu siku hii ya leo katika kanisa letu. Wangapi wamepata kipaimara? Wangapi wamepadrishwa kupata watumishi katika kanisa hili? Ni wangapi wametakatifuzwa katika kanisa hili katika miaka hiyo 18? Kwa hiyo ni swala la kumshukuru kweli huyu aliye Baba, huyu aliye Mungu. Na ndio maana tunakutana hapa kama familia ya kimungu. Na tunapokutana kumshukuru Mungu, tunashukuru pia kupongezana. Kuna watu sadaka yao imefanya hayo mambo yote. Nina miaka kadhaa au muda mrefu kidogo sijafika. Jana nilipofika nikaona, nikasema ni nini hiyo huko juu? Kumbe ilikuwa haijawashwa. Kumbe ni nini? Tangu nizaliwe ndio naona leo. Niliona jana niliona jana. Kwa hiyo ni sadaka ya watu na ni sadaka yako.
Unaweza muda fulani kufikiria kwamba ni nini hiki, lakini angalia inavyochangia uzuri, inavyochangia ubora. Ni jasho lako. Na sio kwamba hiyo hela, hiyo sadaka, huo muda ulikuwa una maana. Una maana. Ungaliweza kufanya kitu kingine, lakini unafanya haya katika hatua ndogo moja mbele, ili kujitakatifuza wewe mwenyewe na kuwatakatifuza wengine, ili siku moja tutakapoenda kwa Baba, si tu kwamba tutamwambia nipo hapa, bali atasema jina lako limeandikwa hapa na kule duniani ulifanya kitu. Hatutajisifia tu duniani tulifanya kitu, kwa sababu atuambia msiangalie sana mmetoa pepo, mmefanya nini, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Na kwa sababu hiyo mnaona ndoto anaota huyu Yakobo. Ile Mwanzo 28 kuanzia mstari wa 13. Anaota ndoto, na Mungu anapoota ndoto anamwambia Yakobo, mimi wewe nitakupatia uzao kama mavumbi ya ulimwengu, lakini Yakobo, mimi wewe nitakulinda, nitakubariki, na kumbuka kokote utakakoenda nitakuwa nawe. Na ndio maana tupo hapa ndugu zangu asubuhi hii kumshukuru Mungu, lakini papo hapo kupongezana sisi kwa sisi. Na tunapopongezana si tu kwamba kwa sababu kama nilivyosema tumefanya hayo mambo yote. Ninaomba sana ndugu zangu waumini, sisi Wakatoliki lazima tuwe tofauti mno. Sisi tunataka kumuonja Mungu. Sisi tunataka kumgusa Mungu hapa hapa duniani, na ndio lengo lake. Na ndio maana Luka anaposema, Yesu kwa Injili ile ya Luka 17 anasema, yuko wapi mtakaposikia yupo Malawi kataeni, mtakaposikia yupo kule kataeni, kwa maana ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Tuonje. Baba yupo mbali, tuonje. Tunapofanya matukio kama haya, kila mmoja aonje uwepo wa Mungu, aonje. Na aone kabisa Mungu yupo naye. Huyu Yakobo nimesoma ile Mwanzo 28 mstari wa 13, ile Mwanzo 35 anapokimbia sasa Yakobo anaenda na anamjengea Mungu nyumba, anasema mahali hapa pataitwa Betheli, nyumba ya Mungu, na itaitwa ni lango la Mungu. Ndio tutaenda huku. Yakobo alikuwa na wasiwasi na mashaka, baadaye anaenda nyumbani kwa Mungu, anakutana na Mungu. Nasi vivyo hivyo tutaenda huku, lakini mwisho wa siku tuje nyumbani mwa Mungu. Ndugu zangu, niseme hilo ndio wazo langu la kwanza, kumshukuru Mungu, lakini pia kupongezana kwa hatua mbalimbali. Kila mmoja ana jasho lake, na kwa namna yake, na kwa talanta alizopewa. Kumbukeni kwamba hatuwezi wote kuwa sawa. Ni katika udongo mzuri zikaota nyingine ngapi? 100, nyingine 60, nyingine udongo mzuri. Na anayewezesha kuota ni nani? Paulo anasema, mimi nilipanda, Apolo akamwagia, anayeruhusu kuota ni nani? Haijarishi wewe una nini, hicho unapotoa kwa moyo tunakumbuka, na inajenga historia ya parokia. Wazo la pili, ndugu zangu, tunamkumbuka Mtakatifu Gaspari, na parokia hii inaitwa ya Mtakatifu Gaspari. Na katika wazo la pili liwe ni alama au ni mtume wa matumaini. Gaspari
ni alama yeye ya matumaini au ni mtume wa matumaini. Tunazungumzia Gaspari ambaye aliishi miaka 51 tu. Tunamzungumzia Gaspari ambaye tangu afariki mwaka 1837 mpaka leo ni miaka 188. Tunamzungumzia Gaspari ambaye alipadrishwa akiwa na miaka 22 tu, aliyezaliwa mwaka 1786. Alipadrishwa mwaka 1808. Alikaa miaka miwili. Baada ya miaka miwili, mwaka 1810, huyu Gaspari anafungwa kwa miaka 4. Kwa nini anafungwa? Anafungwa kwa sababu kuna utawala haramu ningeweza kusema, kuna utawala wa kimabavu wa Napoleoni, mfalme wa Ufaransa. Na huyu anasema no, mimi ndio mwenyewe, heshima zote, sifa zote iwe kwangu mimi Napoleoni. Kama sikosea alikuwa anaitwa Napoleone Bonaparte. Na anataka sasa kuzishika sehemu zote, hata zile za Italia. Na hakuna mtu kufurukuta. Usiseme chochote dhidi yake. Msifie tu, mwambie mazuri tu. Na inabidi sasa watu wote wale kiapo cha utii kwa Napoleoni. Kumbukeni, Gaspari ana miaka 2 tu ya upadre. Ni kijana, kwa hiyo ana miaka 24 tu. Na Gaspari anaanza sasa kuhubiri kwa nguvu sana. Na mwisho wake anaitwa. Anaambiwa, bwana, sikiliza. Huna mamlaka nyingine ya kuweza kutoa utii wako isipokuwa kwa Napoleoni. Unatoa utii kwa Napoleoni au unafungwa. Gaspari anasema siwezi, sitaki na sipaswi. Nipo tayari kwenda kifungoni. Na kwa namna hiyo Gaspari anapelekwa kifungoni. Na akiwa kifungoni mamake anafariki. Fikirini kidogo. Mama anafariki ukiwa katika udhalimu wa namna hiyo. Mama mzazi anafariki, huna namna ya kumwambia mama nenda kwa amani. Kumbukeni Gaspari ni padre. Labda angempa hata mpako, angeweza kumfariji. Kumbukeni huyu padre ni miaka 24. Ni mdogo. Huyu Gaspari anakubali kwenda huko na anafungwa. Anafungwa ni kwa sababu anasema nipo tayari kufa kuliko kumpa sifa, kuliko kumtii mtu ambaye ni dhalimu. Nitatoa sifa kwa mamlaka ya kikanisa tu. Na katika hiyo huko anahamishwa gereza hili. Watu wanamtembelea gereza hili, wanasema yupo hapa, yupo sehemu nyingine, wanaenda gereza hilo. Ninazungumzia habari za miaka 1810. Sio habari ya jana. Na anahangaika katika mateso hayo. Lakini ndugu zangu, Gaspari anatolewa mwaka 1814. Mwaka mmoja baadaye, mwaka 1815, Gaspari anaanzisha shirika. Kumbukeni alikuwa gerezani. Anaanzisha shirika kwa jina la damu takatifu ya Yesu. Anaanzisha shirika, anawakusanya mapadre wale waliokata tamaa.
Anawapa matumaini kwamba kuna Baba. Anawapa matumaini kwamba kuna Muumbaji. Anawapa matumaini kwamba udhalimu huu una mwisho. Na anaanzisha shirika. Na hatimaye anaenda kwa waumini, anawapa matumaini na kuwaambia thamani yenu ni thamani ya Kristo, ni damu ya Kristo. Ninyi mmeitwa pamoja na makosa yenu, pamoja na usumbufu huu, lakini bado Baba anawaona nini? Mna maana. Huyu ni Mungu. Huyu ni Gaspari anayewapa matumaini hawa watu ambao amekabidhiwa na Mungu. Ni mtume wa matumaini. Na mwaka huu tunasherehekea jubilei na kauli mbiu ni mahujaji katika matumaini. Wewe na mimi tunakuwa ni mahujaji, lakini ni mitume wa matumaini. Na tumaini haliji kwa sababu kuna amani. Na tumaini haliji kwa sababu kuna raha mstarehe. Na tumaini haliji kwa sababu kuna watakatifu tu. Tumaini linakuja pale ambapo unaona kuna anguko, na hapo hapo kwa sababu unamwamini Mungu unasema simama, una maana. Ndicho tunachotakiwa ndugu zangu kufanya. Ndicho ambacho tunachotakiwa daima kutenda. Inawezekana ndugu zangu tukazungumza nje, lakini kumbuka una familia. Ndani ya familia una nafasi, wewe ni baba. Alama ya matumaini kwa wale unaowaongoza. Unapofika nyumbani, mama anaonyesha tabasamu kwa sababu wewe utumaini. Watoto wanaonyesha tabasamu kwa sababu wewe utumaini. Dada wa kazi, kaka wa kazi anajisikia furaha kwamba nipo katika mikono salama. Ndugu zangu, vivyo hivyo tuna nafasi mbalimbali. Tuna nafasi. Tunaenda katika maofisi na umejaliwa labda hiki na kile. Mungu anakupatia nafasi hizo. Mungu amekujalia nguvu ya kuitwa mama, ya kuitwa baba, ya kuitwa padre, ya kuitwa kaka. Ni kuwa anataka wewe uwe alama ya matumaini kwa wale ambao wapo chini. Anataka wewe uwe bega ambalo juu yake mtu atalia na kutoa machozi na kusema, katika bega hili ninakuwa na nguvu. Hicho ndicho alichofanya Mtakatifu Gaspari. Na ndio maana ndugu zangu, tupo hapa tunafurahia, tupo hapa tunashangilia. Hatushangilii chochote kile isipokuwa tunamwona Gaspari ni alama ya matumaini. Katika udhalimu, katika ujinga, alisema sitaki, sipaswi, siwezi. Tunakuwa na alama ya matumaini ambapo Gaspari, licha ya kwamba anaenda kuteswa, nyeupe ilikuwa ni nyeupe, nyekundu ilikuwa ni nyekundu. Licha ya kwamba anaenda kuteswa, alikuwa anajua sifa inastahili, haistahili. Ndicho ambacho ndugu zangu tunaitwa. Niwaombe tunapoenda sasa nyumbani, tunapoanza tena maisha mapya. Tumeanza leo, tunafungua ukurasa mpya. Twendeni ndugu zangu, sehemu yoyote ile tulipo, kujiona kweli ni alama ya matumaini. Kujiona kweli ni mitume wa matumaini. Kuna watu wanakata tamaa. Kuna watu wanahitaji sentensi moja. Ulifanya makosa,
Sasa simama, ninakusamehe. Tuanze historia mpya. Tupo hapa kwa bahati nzuri, ninyi mama zangu, baba zangu katika ndoa. Najua mmepitia mambo mengi. Kuna siku ninafahamu kwamba kuna siku ulisema hivi, ni huyu mwanamke yule yule ambaye nilimpenda au sio huyu? Amebadilika? Hakubadilika, ni yule yule, ila ukufahamu upande wa pili tu. Mama, labda ulisema hivi, ni huyu huyu yule baba niliyempenda, ni huyo huyo. Wakorintho ile wa kwanza sura ya 13 mstari wa 9 anasema tunafahamu nusu ya ukweli. We just know half of the truth. Hatufahamu kwa 100%. Tutafahamu 100% kama Paulo pia anaposema tutakapomwona Baba uso kwa uso, ndipo hapo tutamwona Baba katika uhalisia wake. Sasa ni kama tunapapasa. Katika muda huo ninaamini mama ulilia. Katika nyakati hizo ninaamini baba umelia. Ni muda sasa tufungue ukurasa mpya. Siku hii ya leo, nenda kawe alama ya matumaini. Alama ya matumaini haina maana kwamba hutaumia, haukuumia. Uliumia, ulilia, lakini unasema mtetezi wangu yu hai, ambaye ni nani? Ni Kristo. Na ndicho anachofanya Gaspari. Alipingwa, alipigwa, alilalamikiwa, lakini bado aliwanyanyua watu. Na ndio maana leo, siku ya leo, tupo hapa pamoja kama familia, kwa mateso yake, kwa mahangaiko yake, kwa damu aliyoitoa. Tunapata faraja sisi ya kubaki na kukutana katika kanisa hili kumtukuza Mungu aliye hai. Na huyo anatupatia matumaini, huyo anatunyanyua. Na anatunyanyua, ndugu zangu, si kwa sababu tuna chochote kile ambacho tumempa Mungu. Ni kwa sababu ya sentensi moja tu: ametuumba kwa sura na mfano. Hawezi kuangamiza. Sisi ni mali ya Baba. Ndugu zangu, naomba kwa ufupi sana nimalizie hoja yangu ya 3. Gaspari wakati anahubiri, mara nyingi alibeba msalaba. Mtaona katika picha yake anabeba msalaba. Anauonyesha msalaba. Na anapoonyesha msalaba, kwa wenyewe una utajiri mwingi sana. Lakini niombe kwa siku ya leo niseme kitu kadogo tu. Tunapouona msalaba, ni kama tunakumbushwa kwamba ile Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 7, ninyi ni cha kupewa. Kuna nini ambacho hujapewa? Na kama ulipewa, kwa nini unajivunia? Na papo hapo, ndugu zangu, mnaweza mkauangalia msalaba. Tazameni msalaba. Mnaona Kristo kabla hajafa alikuwa na kanzu nzuri sana, si ndio? Lakini angalieni pale. Kristo ni mfano anaotufundisha mimi na wewe. Kila kitu tulicho nacho tunakaimishwa tu. Chochote kile tumepewa kwa muda tu. Hatuna mamlaka ya moja kwa moja. Ni kama tumekopeshwa tu, na tunakopeshwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya binadamu. Full stop. Tunaweza humo kuambulia kidogo sifa, kujiona nini, lakini kwa yenyewe nini, ndugu zangu? Kwa hiyo tunapotazama msalaba, tunakumbushwa tuna nini? Tuna nini? Kila kitu tumepewa.
na kila kitu kitanyang'anywa, kitachukuliwa. Sipendi niwaingize kwenye furahi, niseme niwatoe kwenye furahi ya leo, lakini kidogo inabidi niseme. Si ndio mnaniruhusu ndugu zangu Ngoja niseme kidogo. Nataka tuwe na furaha sana leo kwa sababu ni shukrani, ni pongezi, lakini ni lazima kidogo tuseme. Ndugu zangu, ninawaonea mama zangu na baba zangu. Utakuwa na mke wako kwa muda gani? Utakuwa na mme wako kwa muda gani? Ukweli ni huu kwamba kuna watu ni wagane na kuna watu ni wajane, si ndio? Hao wagane na wajane ni wenye dhambi sana. Tunapewa kwa lengo maalumu, na anayetupatia anachukua hicho anachotupatia kwa lengo maalum. Kuna watu hapo wastaafu, si ndio? Ulikaimishwa, si ndio? Na baada ya siku yule aliyekupa amefanya nini? Tunapewa. Je, tunaweza tukaona kwamba sisi ni bora sana kuliko wengine? Ni cha kupewa. Hicho tunachopewa Mungu anataka tukitumie kwa ubinadamu, na ndio maana Kristo anakubali kufa, kumwaga damu, kuonyesha kwamba ninamwaga damu kwa binadamu mwingine. Na damu ni mali ya Mungu. Damu ni alama ya pumzi ya Mungu. Ni yeye tu ndio mwenye mamlaka ya kuitoa hiyo damu. Kwa sababu kuna siku tutabaki vile kama Kristo anavyotueleza. Hatuna kitu. Kwa tunapokumbuka leo, tunapomshukuru Mungu, tunapokuwa alama ya matumaini, mtume wa matumaini, papo hapo tunaenda mbele kwa hoja hii ya tatu. Kila kitu ndugu zangu tunapewa kwa muda, na tunapewa sisi ni cha kupewa tu. Naomba sasa ndugu zangu niwaache kwa andiko hili. Naomba nisome Wakorintho wa kwanza sura ya 4 kuanzia mstari wa 7. Nani amekupendelea wewe? Una kitu gani wewe ambacho hukupewa? Na ikiwa umepewa, ya nini kujivunia kana kwamba hukupewa? Haya, mmekwisha shiba, mmekwisha kuwa matajiri, mmekuwa wafalme bila ya sisi. Naam, laiti mngekuwa kweli watawala, ili nasi pia tutawale pamoja nanyi. Nafikiri Mungu ametufanya sisi mitume tuwe watu wa mwisho kabisa, kama watu waliohukumiwa kuuawa. Maana tumekuwa tamasha mbele ya ulimwengu wote, mbele ya malaika na watu. Sisi ni wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye busara katika kuungana na Kristo. Sisi ni dhaifu, ninyi ni wenye nguvu. Nyinyi mnaheshimika, sisi tunadharauliwa. Mpaka dakika hii sisi tuna njaa na kiu, hatuna nguo, twapigwa makofi, hatuna malazi. Tena twataabika na kufanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. Tukitukanwa, tunawatakia baraka.
Tukidhulumiwa tunavumilia, tukisingiziwa tunajibu kwa adabu. Mpaka sasa tumetendewa kama uchafu wa dunia, na kwa kila mtu sisi ni takataka. Mara zote kwa Mungu na kwa Mungu tu iwe sifa na utukufu milele na milele. Amen.